Mkristo unaangalia video hii, nataka nikueleze namna gani nyepesi sana ya kujadili ama kuipangua hoja ya Waislamu ile inaodai kwamba Wakristo na Wayahudi wameharibu maandiko yao ili kusudi visiendane na kile kinachosomeka katika vitabu vyao Quran. Sasa kimsingi unapokutana na Waislamu unakuja na hoja hii, ni rahisi sana tu, waulize maswali makubwa matatu. Swali la kwanza, wakuthibitishie ni nani aliyebadilisha. La pili, lini alifanya mabadiliko hayo. La tatu, ni maeneo yapi ya katika maandiko matakatifu haya ya Biblia kulifanyika hayo mabadiliko. Hawa ni maswali mepesi sana, na utaona jinsi gani Waislamu wanapohangaika kujibu haya maswali. Sababu kubwa ni nini? Kwa sababu unapochukua maandiko ya Biblia, kwanza, kama nilivyoeleza katika baadhi ya video zangu huko nyuma, ni maandiko ambayo kuna vitabu visipopungua 66. Na katika hivi vitabu 66 vimeandikwa na waandishi wasiopungua 40 katika kipindi cha miaka kama 1400. Kwa hiyo Waislamu wana nafasi pana zaidi ya kuletea ushahidi huo kama kwamba hivi vitabu vimechakachuliwa. Na kwa namna hiyo tuangalie jambo jingine la msingi sana, kwamba inapofika karne ya kwanza ya Ukristo, yani karne ya kwanza baada ya Kristo kufa, tayari maandiko haya yote yalikuwa yapo tayari. Kitabu cha Agano la Kale kilikuwa tayari, kitabu cha Agano Jipya kilikuwa, vile mikusanyiko vile vitabu vyote vilikuwepo tayari. Na Qur'ani inakuja miaka zaidi ya 600 baada ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kwa kuwa Qur'an na Waislamu ndio wanaokuja kuzungumzia kwamba kitabu hichi kimeharibiwa, sasa mwenye jukumu la kuleta uthibitisho huo sio sisi wa Kristo wala si Wayahudi, ni wao wenyewe Waislamu waje na uthibitisho huo. Na kwa upande wake sasa, nakungeukia wewe Muislamu ambao unaangalia video hii, njoo utueleze katika video hii, weka komenti yako, utupe uthibitisho huo, na uthibitisho huo usitoke katika kitabu chako cha Qur'ani, kwa sababu kitabu chako kilikuja mbele, na uje na uthibitisho ulioko nje ya vitabu vyote viwili, hii Biblia na hiyo Qur'ani, kutupa uthibitisho huo. Tunasubiri.